Jambo la tatu ni ubatizo. Ni agizo la Yesu. Nisomee kile kitabu cha Marko sura ile ya 16 mstari ule wa 15 na wa 16. Marko 16 mstari wa 15 na 16. Neno la Mungu linasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Aaminie na kubatizwa. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Haleluya. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Sasa kama hujabatizwa, Mungu amekupa nafasi duniani na hukutaka kubatizwa ubatizo wa kweli. Maana yake kuna batizo za uongo zinazowazuilia watu kuingia mbinguni. Ninazungumzia kama hujabatizwa ubatizo wa kweli ambao tunaongozwa na neno la Mungu, hutoingia mbinguni. Geti la mbinguni halitakufungukia. Utakwama na kuzimu itakupokea. Sababu moja tu, ubatizo. Sasa neno la Mungu linasema, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba. Sasa mababa wako wangapi? Ni wengi. Kwa jina la Baba. Ina maana mtu kimbatiza, ninakubatiza kwa jina la Baba. Unambatiza kwa jina la Baba yupi? Kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na la Roho Mtakatifu. Unambatiza kwa jina la Baba yupi na la Mwana yupi? Shetani na yeye ni baba na yeye ana wana. Sasa unaposema nakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana, jina la Baba yupi? Shetani naye ni baba. Huyu baba ana jina lake, baba yako wa mbinguni. Nani? Yesu Kristo. Haleluya. Kwa lazima umbatize mtu kwa jina la Yesu Kristo. Hilo ndio jina la Baba, hilo ndio jina la Mwana.